washangaza. Matendo yako ni ajabu Bwana. Yesu, unashangaza mataifa, unashangaza Bwana. Hakuna aliye kama fadhili zako ni kubwa. Baba washangaza. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu unaishi. Wewe jina lako ni Niko. Ulikuweko Bwana tangu milele ya zamani. Mianzo yote imekukuta wewe na miisho yote itakuacha. Jina lako wewe ni Niko, ni Mungu ambaye ni mwanzo wa uhai wetu. Wewe Bwana unaishi milele wala hauwezi ukafa. Hauna mwanzo wa miaka yako wala hauna mwisho wa siku zako. Jina lako wewe ni Niko. Hauna baba, hauna mama, hauna aliyekuzaa. Wewe ni Mungu uliyejizaa mwenyewe. You are the self-made God, no one who created you. Wewe ni Mungu uliyejitengeneza. Umevifanya vitu vyote lakini wewe haujafanywa. Hauna kaka wala hauna dada wala hauna mdogo wako. Uko peke yako tu. Ndio maana wewe ni wa kwanza, tena wewe ni wa mwisho. Kwa sababu mbele yako hakuna mwingine, uko peke yako tu, wewe ni wa kwanza. Nyuma yako hakuna Mungu mwingine, uko peke yako, wewe ndiye wa mwisho. Tazama Bwana, tunakuinulia sifa za mioyo yetu. Wewe uliyetunza gara za mvua. Wewe uliyekusanya maji ya mito yote. Wewe uliyewekea bahari mipaka. Ukaiambia ukasema usivuke hapa, nayo inadumu ikikutii wewe. Watoto wako Bwana tumekuja mahali hapa mbele zako kwa sababu tunakupenda. We are here to worship you. We bow down before you, Holy God. We give you all glory and honor. That's why we say you deserve. Ndio maana tunasema unastahili. You deserve. You deserve. Thank you, Holy God. Asante kwa sababu umekusudia kusema nasi tena. Tunafungua mioyo yetu. Tunaomba useme nasi katika jina la Yesu. Amen. Ushirika na Roho Mtakatifu. Victorious Generation Choir VGC. Mtabaki baada ya ibada na watoto. Kujenga ushirika na Roho Mtakatifu. Jamani, tulijifunza ya kwamba Yesu hayupo hapa duniani. Halo? Halo. Sijaongea kwa bahati mbaya wala sijakosea. Yesu hayupo hapa duniani. Yuko mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Najiuliza kivipi tena? Mbona nilimpokea Yesu moyoni mwangu? Si ndio eh? Wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. Ndio wale waliaminio jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Tulijifunza kwamba Yesu aliposulubiwa akapaa kwenda mbinguni. Hakubaki duniani. Na mpaka leo tunamsubiri kwamba atarudi tena siku ya mwisho kuja kulichukua kanisa. Amina. Mpaka sasa Yesu amesharudi. Tangu Yesu alipopaa amerudi? Hapana, si ndio? Amen. Kwa tunakubaliana kwamba bado Yesu alipopaa hajarudi tena. Na aliahidi akasema msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani kwa Baba yangu kuna makao mengi.
kama sivyo ningeliwaambia. Akasema ninaenda kuwaandalia mahali, nami nikisha kuwaandalia nitarudi tena niwakaribishe kwangu. Amina. Ili nilipo mimi nanyi muwepo. Kwa hiyo Yesu alituaga jamani, si ndio? Akasema mimi ninaenda kwa nani? Jamani, Yesu alishaenda au alikuwa anatuzuga tu bado yupo? Alishaenda. Alishaenda. Nasemaje? Yesu alishapaa kwenda mbinguni au alituzuga tu bado tuko naye hapa? Alipaa, si ndio? Wanafunzi walibaki na maswali. Sasa Bwana Yesu, unatuambia unasema unaenda kwa Baba, tutabakije? Yesu akasema sitawaacha ninyi yatima. Hamtabakia peke yenu. Naja kwenu upesi. Kivipi? Akasema nikienda kwa Baba, nitamuomba Baba, naye atawaleteni msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Yesu alikuja, tulipomzoea akasema naondoka. Akasema ila atakaye kuja tena hataondoka, atakaa na nyie milele. Amen. Kwa hiyo Yesu alikuja akaondoka. Baada ya Yesu kuondoka, akashuka Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste. Tangia pale Roho Mtakatifu hajaondoka, bado yuko hapa duniani, atakaa ndani yetu milele yote. Hataondoka kama Yesu alivyoondoka. Haleluya. Amen. Tuko pamoja? Amina. Kuna siku wanafunzi wa Yohana Mbatizaji na wanafunzi wa Mafarisayo walimfuata Bwana Yesu. Wakasema Bwana Yesu, wanafunzi wa Yohana, wale Mafarisayo wakasema mbona sisi tunafunga na wanafunzi wa Yohana wanafunga, lakini wanafunzi wako hawafungi? Yesu akawauliza akasema hivi, ni nani kati yenu anayechukua divai mpya anaiweka kwenye kiriba cha zamani? Akawauliza swali, akasema hapana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Akasema au ni nani kati yenu ambaye nguo ya zamani ikichakaa ikitoboka anaenda kuchana vazi jipya, anaenda kushonelea kwenye nguo ya zamani? Akasema kwa kweli hapana, hakuna mtu kati yetu. Akasema sasa kama mwanadamu mwenye akili timamu hawezi kufanya hivyo, akasema na mimi, akasema hivi, siwezi nikachukua divai mpya nikaweka kwenye kiriba cha zamani. Siwezi nikachukua kipande cha nguo mpya nikaenda kuweka kuwa kiraka kwenye nguo ya zamani iliyochakaa. Amina. Pengine hawakumuelewa kama yeye hawajanielewa kwa muda huu. Si ndiye? Sawa imaje sasa pastor. Nisikilize sasa. Yesu akawaambia, unajua divai ni lugha ya fumbo, ni fumbo la imani, si ndio? Divai inamaanisha upako wa Roho Mtakatifu. Hebu sema upako wa Roho Mtakatifu. Upako wa Roho Mtakatifu. Sema nguvu za Roho Mtakatifu. Nguvu za Roho Mtakatifu. Sema nguvu za Roho Mtakatifu. Nguvu za Roho Mtakatifu. Sema tena nguvu za Roho Mtakatifu. Nguvu za Roho Mtakatifu. Kabla Yesu hajaanza kufanya miujiza, alisimama katika kanisa akasema, katika sinagogi akasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana Bwana amenitia mafuta niwahubiri wanyenyekevu habari njema, niponye wagonjwa, nifungue waliofungwa, nitangaze uhuru wao walioonewa. Amina. Kwa Yesu anasema kwamba kwa sababu ya upako wa Roho Mtakatifu naweza kufufua wafu, naweza kuponya wagonjwa, naweza kufungua waliofungwa. Haleluya. Amen. Sasa Yesu anasema hivi, hawa watu nilionao hawawezi wakafunga sasa, kwa sababu mifungo inaleta upako mpya. Mifungo inaleta mafuta mapya. Yesu akasema hawa watu hawafungi kwa sababu bado wana utu wa kale.
Amina. Bado sijafa msalabani kwa ajili yao. Amen. Ndio maana akasema awezaje mtu kufunga akialikwa 50? Maana yake hao watu muda wao wa kufunga bado hawajafika. Akasema siku yaja watakapoondolewa bwana harusi. Unajua Yesu ndio bwana harusi wetu. Amen. Akasema siku inakuja nitakapoondoka, tangia hapo wataanza kufunga. Amen. Wanafunzi wa Yesu wakati Yesu yupo walikuwa hawajaruhusiwa kufunga. Yesu akamwambia akasema nitakapopaa tu kwenda mbinguni, nitakapoondoka ndipo mtakapoanza mifungo. Amina. Hapo ndipo tunapopata nguzo ya imani ya Kikristo. Kati ya nguzo kuu za imani ya Kristo ni pamoja na mifungo, fasting. You must be a man of fasting. Lazima uwe mtu wa mifungo, kwa sababu mifungo inaalika upako mpya, inaalika nguvu mpya. Sasa Yesu akasema hawa watu, kwa sababu bado sijafa msalabani kwa ajili yao, bado hawajafanyika kuwa viriba vipya, bado hawajauvaa utu mpya, bado wamevaa utu wa kale, bado sijafa msalabani kwa ajili yao. Kwa hiyo bado siwezi nikatia mafuta mapya juu yao. Amen. Akasema kwa sababu ukiweka divai mpya kwenye kiriba cha zamani, ile divai na nguvu itakipasua kile kiriba. Unaona mtu amekuwa na kaopoa kidogo, ametoa mapepo mawili, anaanza kuona mchungaji wake anasema unajua mchungaji wetu ana maneno mengi lakini power hana. Anaanza kumdharau pastor yake. Sasa pastor tu kwa neno, hapa neno yuko vizuri, lakini power bado. Mungu tu amsaidie. Haleluya. Amen. Amen, amen. Amina. Au anaanza kusema unajua pastor hana macho ya roho. Mimi nimeona ile madhabahu imetekwa. Unajua kuna roho inaitwa roho ya ukengeufu katika bidii. Yaani kuna roho ya ukengeufu ambayo huwa inamnasa mtu pale anapokuwa na bidii ya kumtafuta Mungu bila kujitiisha chini ya mtu mwenye mamlaka juu yake. Shuka nakwambia. Fuatilia watu wengi waliokengeuka. Wewe fuatilia historia za kina Zumaridi. Wafuatilie wote manabii waliotukuka. Wale ambao unaona kabisa wamepotea. Wanakuambia kama unakuja wewe njoo na kitambaa na kucha nyeupe, sijui atakwambia katafuta na manyoya ya jogoo. Fuatilia historia yako utagundua alikuwa ni muombaji sana, ila hakujisubmit chini ya malezi ya mtu fulani. Ndio maana ni muhimu sana. Submission sio udhaifu. Kujiweka chini ya malezi ya mtu mwingine akuguide sio udhaifu. Submission is the power under control. Submission, mtu anayejitiisha ni kwa sababu anaelewa nina nguvu, nina bidii, na mtafuta Mungu kwa moyo. Nisipojiweka chini ya udhibiti wa mtu fulani, badala ya kuwa maji yanayopita vizuri kwenye bomba na kuwafikia watu, nitageuka kuwa mafuriko, nitaanza kuvunja nyumba za watu. Haleluya. Amen. Ni kweli wewe ni maji, wewe ni mafuriko sasa. Yaani ukiwatembelea watu vijijini, wanasema hata kama ndo maji bwana, bora tu yasinge kuwepo. Sema kuona mvua, watu wanashika na mvua ili walime, si ndio? Acha inyeshe mvua ya radi, iue watu, na kimbunga iizue nyumba, na mafuriko iangamize vitu vya watu fulani. Utasikia kwa sana, bora isingenyesha tu. Ukiwa mtu ambaye unamtafuta Mungu kwa moyo, lakini haujajiweka chini ya malezi ya mtu ambaye hata ukiota ndoto unamwambia baba, mama, nani, kuna ndoto nimeota. Kuna mwanangu mmoja ninaamini sio hata hii video ataiangalia, anaishi Dar. Bwana Yesu asifiwe. Nikawa namfundisha, nikasema mwanangu,
kwa sababu yuko chini ya malezi ya mchungaji. Yeye yuko damu, mimi niko tumbo, si ndio? Yes. Ninaamini hata angekuwa jirani angekuwa mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kaambia nikasema moja kati ya mafanikio ya malezi yangu kwako, japokuwa uko mbali, ni pale nitakapokuona kiwango chako cha kumheshimu mchungaji wako huko unapoendaga kusali kinaongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia kwamba kuna roho inaitwa roho ya ukengeufu katika bidii. Yaani mtu anapokuwa na bidii ya kumtafuta Mungu, kuna ndoto unaweza kaanza kuoteshwa hadi na damu yako. Si nikwambia damu inaongea? Kuna yani hadi mzimu. Mimi katika kwa ajili ya aiwashe tu. Sababu nichemsha wewe acha tu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa kuna ile roho ile mizimu inaweza kukuotesha hadi ndoto. Mizimu. Wanasikia vizuri? Nasemaje? Mizimu inaweza kukuotesha hadi ndoto. Ikakutoa kabisa hadi kanisani. Mizimu inaweza ikakuotesha hadi ndoto ikakutoa kanisani. Ukasema Mungu amenionyesha. Shetani hujigeuza kuwa kama malaika wa nuru. Amina. Mtu mwingine sana nilifunga 3 kavu nikaona maono. Kufunga 3 kavu haimaanishi maono utakayoyaona yametoka kwa Mungu. Yesu alifunga 40 bila kula. Na siku ya mwisho shetani akasema naye. Kwenye Biblia umesoma rekodi kwamba Yesu alipofunga Mungu akamjia? Hapana. Yesu alipofunga siku 40 Mungu alimtokea? Hapana. Nani alienda? Shetani. Kufunga sana, kusikia sauti wakati wa mfungo sio kipimo cha kwamba ile ni sauti ya Mungu. Haleluya. Amen. Sina maana kwamba ukifunga shetani ndio atakuwa anakuja kusema na wewe, hapana. Kwa sababu tumeona kuna siku Yesu alikuwa mlimani anaomba, wingu likashuka. Si ndio? Sauti kasikika, huyu ndiye mwanangu mpendwa. Ni Mungu. Mifungo mingi ukiangalia ya Yesu. Unajua kwenye Biblia Yesu amefunga mara 4, zaidi ya mara 4. Mifungo hiyo rekodiwa. Kuna siku ambayo alikutana na mwanamke kisimani. Yesu alikuwa amefunga siku ile. Sawa eh? Iko mifungo mingi imerekodiwa kwenye Biblia, watu waonaje. Unajua Yesu alifunga siku moja, mara moja. Yesu amefunga mara nyingi sana. Na mara nyingi imerekodiwa Yesu alipokuwa kwenye maombi alikuwa na encounter na Mungu. Mungu alikuwa anamtokea. Kuna siku hadi Yesu alipo kwenye maombi, Elia na Musa wakamtokea. Si ndio jamani? Amen. Amen. Petro akasema tujenge vibanda vitatu, kimoja chako, kimoja cha Musa, kimoja cha Elia. Kwa sikufundishi kwamba ukifunga shetani atakutokea. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ila nakwambia kuisikia sauti yoyote ukiwa kwenye mfungo, hiyo sio kipimo tosha kwamba ile ni sauti ya Mungu. Unaweza kufunga siku 7 na shetani akasema na wewe. Na mizimu ikasema na wewe. Amina. Na ukasema Mungu amenionyesha, amesema ile kanisa sio mahali sahihi pa kuabudu. Na unaelewa kabisa tangia umefika pale kanisani Mungu amekujibu. Umeona matokeo. Umeona vitu vingi, lakini mizimu inaweza kukutoa mahali sahihi ulipopandwa. Mimi nakwambia ukweli. Unaanza kusema mimi naota ndoto. Naona mchungaji kabisa, hapana. Naona mchungaji. Kama kuna siku kuna mtu alikuwa ni kiongozi wangu kabisa wa kanisani, akaota ndoto fulani ikamshangaza. Mchungaji kweli? Akaota ndoto eti mchungaji wake mimi hapa. Sijui nafanyeje, nikawa nampa zile dawa za kienyeji za kiganga. Namwambia tumia tu za mchungaji, hapana ni za uka. Asa namwambia tumia tu. Akasema na wana mchungaji atumia dawa za ukanga zile za kienyeji kabisa. Akaanza mshauri akasema hapana, lazima niambie. Akasema mchungaji, kuna ndoto nimeota. Ndoto gani mwanangu? Yaani mchungaji nimeota. Hebu niambie nikasema kweli. Ndio maana moyo wake uligombana mpaka akashinda, akasema hapana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amina. Ndio sasa shetani marufuku kufanya mchezo, sitaki.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Sasa Yesu, pointi yangu ipo hivi, Yesu alipaa kwenda mbinguni. Baada ya Yesu kupaa kwenda mbinguni, je, kanisa limebaki yatima? Hapana. Kanisa limebaki bila mtu? Hapana. Yesu alipoondoka, muda wa kurudi umefika? Mnaondoka saa ngapi? Saa kamili? Okay, sawa. Mzee wa kanisa wananao wabariki. Waombe tu hapo waende. Haleluya. Wazee wa kanisa mko hayo mmekufa. Hivi. Haleluya. Kwa jamani, watoto wetu nawapenda. Tarehe 31 naomba mfike bila kukosa. Amen. Kwa hiyo sasa, baada ya Yesu kupaa kwenda mbinguni, kanisa halijabaki empty. Yesu akaliacha kanisa mikononi mwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unanisikia? Usipite mbele ya kamera sasa. Yesu akaliacha kanisa mikononi mwa nani? Mwa Roho Mtakatifu. Sasa huyu Roho Mtakatifu ambaye tumeachiwa, ambaye tumekabidhiwa mikononi mwake, ndiye ambaye tunatakiwa kujenga naye ushirika. Nilikwambia mara ya kwanza nikasema kujenga ushirika na Roho Mtakatifu inamaanisha kuwa na urafiki naye. Amen. Sasa leo nakwambia kujenga ushirika na Roho Mtakatifu inamaanisha kutenda kazi pamoja na yeye. Wangapi mnanielewa? Amen. Amen, amen, amen. Inamaanisha kutenda kazi pamoja naye. Wakorintho cha kwanza sura ya 3 mstari wa 9. Biblia inasema, maana sisi tu wafanya kazi pamoja na Mungu, ninyi ni shamba la Mungu, ni jengo lake, ni jengo la Mungu. Anasema sisi tu wafanya kazi pamoja na Mungu. Jamani, Mungu huwa anafanya kazi pamoja na watu wake. Mungu huwa anatenda kazi pamoja na watu wake. Halo? Amen. Halo? Amen. Kama tuko pamoja sema amen. Amen. Kwa hiyo sasa, sisi tu wafanya kazi pamoja na Mungu. Nilikufundisha nikasema Roho Mtakatifu ndiye anayewaajiri watu katika kazi ya huduma. Bwana Yesu alisema, akasema mavuno ni mengi lakini watenda kazi ni wachache. Akasema basi muombeni Bwana wa mavuno. Muombeni Bwana wa mavuno. Muombeni Bwana wa mavuno ili apeleke watendakazi wapi? Bwana wa mavuno ni nani? Hello? Amen. Bwana wa mavuno ni nani? Amen? Naongea na watu au naongea na miti? Na watu. Kwa sababu kuna kipofu alipoponya akasema naona watu kama miti. Jamani, Bwana wa mavuno ni nani? Ni Roho Mtakatifu, si ndio? Neno Bwana maana yake bosi. Bwana ndiye mtawala. Sasa Roho Mtakatifu ndiye Bwana wa kanisa. Yesu alipoondoka, Roho Mtakatifu ndiye Bwana. Roho Mtakatifu ndiye anayeajiri. Ndio maana siku ile akina Paulo alipokuwa wamefunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. My God. Amina. Unajua Roho Mtakatifu ni umewaita. Yes. Ukiona mtu anasikia wito, aliyemuita ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anayewaita watu na kuwapeleka kufanya kazi ya huduma. Sema amina. Amen. Unanielewa? Amina. Wewe ni mwenyekiti. Wewe ni nani? Umepewa sijui kazi gani ndani ya kanisa? Aliyekupa hiyo kazi ya huduma ni Roho Mtakatifu. Amen. Roho Mtakatifu anaongea na anamwambia mchungaji, muweke yule pale
awe kiongozi wa kitu fulani. Sema amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa ijapokuwa Roho Mtakatifu ndiye aliyetuajiri kufanya kazi ya huduma, lakini hataki kutuacha tufanye kazi peke yetu. Yaani Roho Mtakatifu ni bosi anayependa kufanya kazi na wafanyakazi wake. Narudia tena. Roho Mtakatifu ni bosi anayependa, anayefurahia kufanya kazi ya huduma pamoja na watu waliowaajiri. Amina. Unanielewa? Amen. Unanielewa eh? Amen. Ndio maana Paulo akasema, maana sisi tu wafanyakazi pamoja. Ukitaka ufanikiwe katika kazi ya huduma, hakikisha unafanya kazi pamoja na aliyekuajiri. Amina. Hakikisha unafanya kazi pamoja na aliyekupa kazi. Amen. Roho Mtakatifu sio bosi ambaye amekaa tu anasema, nenda kule, fanya hiki, nenda pale, fanya kile, chukua kile, leta hapa. Akikwambia nenda, unapoenda mnaenda naye. Akisema kanichukulie kitu fulani, unapoenda kuchukua mnaenda naye kuchukua. Ni bosi ambaye